Tume ilipanga kati ya tarehe 5 na tarehe 9 Januari kwenda kwenye mikoa 7. Mikoa 6 ni ile mikoa ambayo iliathirika na matukio ya uvunjifu wa amani tarehe 29 Oktoba na siku chache baadaye, ambayo ni Mwanza, Geita, Mara, Arusha, Mbeya, Songwe, na tuliamua pia twende mkoa mmoja ambao haukudhurika ambayo ni Kilimanjaro, ili kujifunza kuangalia kwa nini wao maeneo yao hawakuwa na uvunjifu wa amani kama mikoa mingine. Kwa hiyo wajumbe wako sasa hivi kwa wiki nzima kwenye maeneo hayo, na madhumuni ni mbili. Moja ni kupokea taarifa, lakini la pili pia ni kupokea ushahidi, kwa sababu tume inaongozwa na vitu vikuu viwili. Moja ni ushahidi, lakini pia ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo ndio tume inaongoza tume, na ziara hizi kwa kiasi kubwa zinaendelea, lakini zimeleta pia mafanikio makubwa. Jambo la pili, tume iliamua, kwa sababu tume ina uhuru wa kujipangia utaratibu wake, na katika utaratibu tuliojipangia tumesema nguzo moja ni kushirikisha kwa upana zaidi wadau mbalimbali. Kwa hiyo kwenye hizi mikoa hii ambayo tumekwenda na wilaya ambazo tumezitembelea kama hapa Arusha mjini, wilaya ya Rumeru, tumekutana pia na makundi mbalimbali. Tumewashirikisha wadau mbalimbali, kwanza wananchi kwenye mikutano ya hadhara, waathirika binafsi, lakini pia waathirika wa mali. Tumekutana nao kwa wingi wao. Tumekutana na makundi mbalimbali ya waendesha bodaboda, waendesha bajaji, mama ntilie, mama lishe, lakini pia na vijana wa rika mbalimbali ambao pia wamekuja kuchangia ili kusaidia kukidhi zile hadidu za rejea. Lakini pia katika makundi tumekutana hapa Arusha viongozi, madaktari wa hospitali binafsi, lakini pia hospitali za serikali. Wao wana utaalamu, wao walishughulikia majeruhi. Kwa hiyo ni muhimu kwetu pia kukutana na kada hii muhimu ya madaktari, hospitali binafsi, hospitali za serikali, kupata taarifa kutoka kwao. Kwa hiyo kwa ujumla nadhani yale malengo ambayo tulikuja nayo tumefanikisha kiasi kikubwa hicho. Tuko njia kati sasa hivi tangu tuanze kazi hii tuliopewa, lakini tunakwenda uzuri. Mimi nihakikishie tu wananchi kwamba tunakwenda uzuri. Najua kuna mategemeo makubwa ya taarifa yetu, lakini taarifa yetu kama msingi ni ushahidi. Msingi mkubwa ni ushahidi, ili sisi tuweze kubaini hadidu za rejea, mizizi yaliyotokea ni nini, athari zilizotokea ni nini, hatua zilizochukuliwa aidha za kubaini, kuzuia au kukabiliana ni zipi. Je, kungekuwa na njia mbadala au hakukuwa na njia mbadala, na kuleta mapendekezo ya kuweza kuimarisha zaidi utawala wa sheria, ulinzi wa haki za binadamu, maridhiano, umoja, lakini pia kuangalia na kupendekeza vipi matukio kama haya hayawezi kujirudia kwa Tanzania hii ambayo tangu uhuru miaka 61 hatujakumbwa
na kitu kikubwa kama hichi. Kwa hiyo kwa kifupi, nadhani tunakwenda uzuri, lakini bado pia tunaendelea na uchambuzi wa taarifa mbalimbali, lakini pia kama tunasema tunataka tushirikishe wadau wengi na kila mmoja na aje kwa hiari. Kwa hiyo watu wanaendelea kuja, lakini pia tunawaalika waje zaidi, kwa sababu sio maeneo yote ya hadidu za rejea tumeyakamilisha.